Nataka umsikilize Diamond Platnumz hapa kuhusiana na sakata la yeye pamoja na Mzee Abduli na sababu ambazo Diamond aliweza kuzitoa kwamba ndizo ambazo zinamfanya yeye aamini kwamba baba yake sio Mzee Abduli. Alafu tutakuja kudiscuss kwa pamoja hapa tuone kwamba sababu hizi zina mashiko au vipi. Inaonekana kama mama yake alimuingiza kwenye 18 Diamond Platnumz, na ndio maana mwisho siku akaweza kufikia hatua ya kuongea haya ambayo utaenda kuyasikia hapa Diamond akizungumza. Sasa kabla sijakuwekea clip ya Diamond hapa uweze kumsikiliza kile ambacho alikuwa anazungumza kuhusu ukweli wa kwamba Mzee Abduli sio baba yake, naomba nikukumbushe muda wangu, tumia sekunde moja, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho unaenda kukisikiliza hapa Diamond akizungumza kuhusiana na sababu ambazo zinamfanya yeye aamini kwamba Mzee Abduli sio baba yake. Yawezekana ushawahi kuisikia hii video, lakini hebu isikilize tena hii audio hapa, alafu kwa makini kabisa utapata jibu kamili, na nitakuja hapa kukukumbusha baadhi ya vitu ambavyo bila shaka vinampa wasiwasi Diamond Platnumz mpaka sasa hivi. Mimi naitwa Gabby Official, enjoy, halafu narejea kwa ajili yako. Nafikiri vizungumzo vingi sana kama vilikuwa vina uongo, vina ukweli, especially ninapozungumzia kitu vinavyohusu mimi. Nimekuja masuala yangu mimi na upande wa babangu. Before hata mimi wakati nakuwa ilikuwa nikiamini Mzee Abduli ndio babangu. Kufikia mwaka 2010, mwaka 2000 nadhani, sikumbuki, mwaka 2000 nadhani ndio nikaja. Kumbuka mimi aliniambia mama yake RJ. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye ana mapenzi sana babangu, ambaye kipindi hicho najua ni Mzee Abduli. Alikuwa ni mtu mwenye uwezo sana. Kwa mtu mwenye uwezo sana, na magari na nini. Mama yake RJ akaniambia sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Akanidirect akasema nenda Tandale soko. Akamtafuta mtu mmoja anaitwa Salum Bubu. Mzee wangu mimi anaitwa Salum Bubu. Jina lake anaitwa Salum Bubu. Kwa pale mwambie na mimi mwanao. Sasa nikaona kweli au vile bwana. Nikatoka nikaenda kwa sababu alikuwa anauza mchele wa jumla. Oh yeah. Nikaenda pale nikatafuta watu wakimwona bwana, kwa mtoto wa Salum, mwana mtoto wa Bubu bwana. Kakutanishwa naye. Anamwangalia sakibicho mdogo, sikuwa na urahisi wa kugundua kana kama miaka mingapi hapo. Sikumbuki. Wakati kukutana naye pale, baba mimi nimetumwa hapa nije. Tena kutafuta wewe mimi mwanao. Mchele kanipa na 200 ya Kalume. Kibicho Kalume. Basi hivyo na hivyo ni kibicho sana akuwa kuna ukaribu na mama, kuna usana mama, na kibicho pia mamangu akuwa na usana Mzee Abduli, sababu Mzee Abduli alikuwa na maela yake huko na alikuwa kama design fana nimeka mbali mamangu. Napenda nikapelekwa nyumbani nikaona ndugu zangu. Nikaenda Kariakoo. Ndio nikakutana na kina Ricardo Momo. Sasa niko mdogo lakini najua sijui kama babangu kweli au najua ile imekaa kimya akili yangu yote kwa Mzee Abduli. Kwa sababu sijazoea, najua kitu kimya ambacho sijazoea. Nakutana na Idi Santos zamani tulikuwa tunafaana sana. Sasa hivi kidogo najua tena mimi nimepata bilisi kimambo anabadilika, najisuka mara nini. Lakini yani nifanana naye sana sana. Wananipenda sana. Ni kwa sasa sikai Tandale, nakimbia Tandale Kariakoo kwa sababu nilifika kule kwa talafu kubwa najiambia. Kwa connection yangu na kule kwa wakubwa. Kiza nikikaa najiuliza kwa mimi familia yangu ni ipi? Ni huku au kule? Sikuwa navuzidi kukua ndo nikaanza kukama tena mimi ni ndugu zangu. Na vitu naona kabisa tunafanana. Sauti. Sasa tazama picha za Mzee Bubu naona kama uwe bwana huyu mzee wangu. Mzee kwa makini. Kaenda ni lakini hapo huwezi kumwambia mama bwana, mimi naambia mzee wangu na unajua hivyo mimi ni mtoto siwezi kumwambia hiyo. Ikabidi ongeze mwenyewe. Sasa nimeenda kimziki nikatoboa. Kamchukua Dalili, kachukua kina Ricardo wote nikashirika kwa familia. Oh yeah. Asije kuongea kama sawa ya baba nini. Mimi nimeongea na mama nafikiri kama miezi 4 nyuma sasa. Oh yeah. Ndio nimekaa na mama nazungumza. Sasa cheki zile picha kwa makini nikamwambia mama lakini umenizio bibi babangu. Mama akaniambia akasema mzee wako akasema lakini kikweli hata yeye mwenyewe before ilikuwa ni mtoto hakuwa na hakujua. Ndivyo akaniambia mimi hivyo. Pengine nakutaka tu kuniweka wazi hapa sisikie vibaya nini. So kwa sababu sikutaka kumuuliza. Sasa nilikuwa naogopa, unajua sikwambia mama babangu mimi naye. Bali nikamwambia mama kwa hiyo mimi ninavyoona. Kwa mimi nilivyoangalia naona kabisa mimi ni mzee wangu mimi. Ukiangalia situation na nyuma ilivyo, Mzee Abduli alikuwa ananiweka mbali sana, unajua ile. Kuna kipindi Mzee Abduli alikuwa anaumwa. Alikuwa anaumwa sana. Mimi kwa naenda, unajua mimi kwa nikienda kule mama yake yeye Mzee Abduli alikuwa ananifukuza. Mama yake alikuwa anataka. Kwa hiyo sometimes unaona kama nikienda huku hata mzee mwenyewe pia mama yake siku moja nilienda akaniambia, "Nimetumwa na mama zenu mje kutuchora, mzee nitakufa nilimlisimali." Acha vitu kama hivyo sababu kwa naye. Katoka kwa Dalili mimi nitakuwa siji tena kwa mzee. Sijui kipindi hicho mambo yote. Sasa sometimes ukiwaza vitu vile the way mzee alikuwa anakuweka pale na nini, afu ukiona upande mwingine kumwona kama napendwa. Kwa nikaona pengine labda huko mimi ndo ndugu zangu. Unajua pengine wazazi wenyewe wanajua vitu. Sasa bila shaka yawezekana umemsikiliza vizuri kabisa sababu ambazo Diamond Platnumz ameweza kuzitaja kwamba Mzee Abduli sio baba yake. Ukifikiria kwa makini hapo utakuja kufahamu kwamba inawezekana kwa asilimia nyingi sana Diamond amesema haya yote ama alisema haya yote ikiwa ni
kuiga ama kwa ajili tu ya kufuata kile ambacho aliambiwa na mama yake. Lakini ukifikiria kwa makini ni kwamba Diamond mwenyewe sababu zake ni kama vile hazina mashiko. Kwa mfano, moja ya sababu ambayo Diamond amezungumzia hapo ni kwamba yeye aliona kwa sababu upande wa pili anapendwa sana kuliko kwa upande wa baba yake, amini wa Mzee Abdul ambaye alikuwa anaamini ni baba yake, akaona itakuwa hao huku ni ndugu zangu. Lakini cha pili ambacho Diamond anasema ni kwamba kuna sehemu hapo ambapo alikuwa anazungumzia kuhusiana na mama yake kutokuamini, kumficha ukweli kwamba baba yake halisi ni yupi, na ndio maana anasema hapo hata sakata la yeye kuweza kukutana na baba yake na Ricardo Momo ambaye anadai kwamba ndiye baba yake halisi, anasema aliambiwa na mama yake na Romy Jones. Sasa imagine, kwa nini hakuambiwa na mama Dangote? Hapo pia kuna alama ya kuuliza. Lakini kitu kingine hapo cha kujiuliza pia ni kwamba mpaka leo hii Diamond Platnumz tunamfahamu anafahamika kama Nasibu Abdul, ambalo Abdul hapo ni jina la Mzee Abdul ambaye tunamfahamu, lakini haitwi jina la yule ambaye inasemekana kwamba ndiye baba yake halisi. Kuna alama ya kujiuliza hapa, ambapo bila shaka ukikaa kwa makini unaweza kujiuliza kwamba kuna nini hapa ambacho kinaendelea. Yawezekana mama yake na Diamond Platnumz alimficha mengi sana Diamond, na amepandikiza chuki Diamond aweze kumchukia Mzee Abdul, ili kwa sababu tu ya kwamba katika kipindi hicho Mzee Abdul alikuwa hajapay attention sana katika kuhakikisha kwamba anamtake care Diamond na kuhakikisha anaishi maisha mazuri zaidi. Lakini hayo ilikuwa ni mtazamo wangu. Kwa upande wako tuambie, unaonaje kwa maelezo haya ya Diamond Platnumz na hiki ambacho ameweza kukizungumzia kuhusiana na sakata la yeye pamoja na baba yake? Unadhani labda ukweli ni upi? Mama yake kamjaribu kumpandikiza chuki Diamond kwa Mzee Abdul, au ukweli ni kwamba kila ambacho alikisema mama yake kwamba baba yake na Diamond ni Idi Santos kama ilivyokuwa mwanzo, na ndio kitu sahihi? Kwa upande wako unavyoona, tuambie kwenye sehemu ya comment hapa, lakini usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.